Alafu mzazi lazima awe na silaha za kujikuza yeye mwenyewe kwanza kabla hajamkuza mtoto. Unajua wengi wetu tuna hisia kwamba kwa vile mimi nililelewa na babangu, kwa hivyo na mimi nitamlea mtoto wangu vile babangu alivyonilea. Kwa hivyo haina haja ya kusoma kitabu chochote, haina haja ya kusikiliza programu yoyote, haina haja ya kwenda kozi yoyote. Vile vile nilivyolelewa na babangu, hivyo ndio nitakavyomlea mtoto wangu. Najua malezi ya mtoto ni mfano wa nyasi na wardi. Vyote vinakuwa kweli, lakini nyasi zinakuwa wapi na wardi zinakuwa wapi? Na nyasi thamani yake nini na wardi thamani yake nini? Sasa ukiwa utamlea mtoto kwa kuamini kwamba atakuwa tu hivyo hivyo, ndio anakuwa nyasi ambao utakuwa hazina faida. Lakini ukimlea mtoto kwa fahamu, ujuzi, taaluma, ndio pale unapata wardi, mtoto ambaye anakufurahisha katika macho yako na anakufurahisha katika maisha yako, na baadaye anakuwa mtoto mwenye thamani. Kwa hivyo empowerment is crucial katika parenting. Hata kama ni kitabu kimoja ukisoma, mtoto huwa analelewa vipi? Siku hizi mashallah vitabu vingi vimeandikwa kwa kila lugha, Kiingereza na Kiswahili na Kiarabu, ya tarbiyatul aulad. Vipi utamlea mtoto wako katika stages tofauti tofauti, ili angalau uwe na ufahamu wa kiujumla ya vipi huyu mtoto utamsaidia awe atakuwa akiwa ni mwenye thamani juu ya maisha yake, na akuwe. Saidna Umar anasemekana alisema, wakuzeni watoto wenu tofauti na vile mlivyokuzwa nyinyi, kwa sababu wao wamezaliwa nyakati tofauti na nyakati zenu. Kweli. Kwa hivyo vile mimi nilivyokulia sivyo mtoto wangu atakavyokulia. Na kwa hivyo sisi kulazimisha mtoto wako awe atafanya yale wewe ulioyafanya, ndio unakuta saa hizi kuna wazazi wengine ukizungumza nao wanakuambia, sisi wakati wetu. Ule ni wenu, lakini watoto wenu wakati wao tofauti. Wewe wakati wenu mambo yamebadilika. Kwa hivyo huwezi kusema sisi wakati wetu kutoka skuli tuna madrasa tunaje nyumbani, skuli madrasa nyumbani, hakuna michezo, hakuna nini. Sasa watoto waliozaliwa sasa wako katika mazingira tofauti. Na mahitaji yao ni tofauti na mahitaji sisi tuliokuwa nayo. Kwa hivyo ile empowerment ya kufahamu huyu mtoto anakuzwa kivipi ni muhimu sana.